Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, ninaombi kwako kabla sijatoka hapa jukwani. Ikozi na Tentula kuna mawasiliano yalikuwepo yamekatika mpaka sasa. Daraja lile halipitiki mpaka sasa. Ninaomba kwa kuwa umefika hapa nikufikishie hili jambo, ni kilio cha wanaikozi. Pamoja na kujitolea tunapojitolea, lakini tuna changamoto ambayo kwa sasa hatuna uwezo nayo. Tumemwomba mtu anayehusika na ujenzi huo, amesema atakuja mpaka leo hajafika. Ninakuomba chonde tusaidie. Tumeshapatwa na tatizo tayari, mtu mmoja amefia pale, na juzi wamenusurika watu wawili kufia pale, mke na mme. Tunaomba kwa namna inavyowezekana tupate mawasiliano ya dharura pale ili tuendelee kuyatumia, kwa kuwa eneo la Tentula wanazalisha sana mahindi. Tunategemea kutumia ile daraja. Mwenyekiti wa halmashauri unalijua? Aha. Limevunjika, limefanya kitu gani? Limevunjika upande mmoja, limekatika tu upande mmoja, lenyewe tu linatosha, ni upande maji yamekata kiasi kwamba tukiweka kifusi na kuchimba eneo la mchanga pale chini lilipofunga tunaweza tukaendelea kulitumia kwa kipindi hiki. Wataalamu wameshakuja kuona? Hawajafika bado. Hawajafika. Naam. Haya. Sekretarieti ya mkoa noti jambo hilo inatakiwa tulishughulikie haraka iwezekanavyo, na haraka sana tumpe majibu mheshimiwa diwani aweze kuwaletea wananchi wake juu ya changamoto hiyo itatatuliwa lini. Kama tumeshindwa kuitatua, wananchi waambiwe, na kama tumeweza kuitatua, wananchi waambiwe itachukua muda gani. Hapo vipi Ikozi? Hapo sawa eh? Lazima tuonyeshe utofauti kati ya chama pinzani na chama tawala, si ndio? Huyu sasa hivi mmetuletea diwani wa chama tawala, lazima utofauti uonekane. Kama yule wa mwanzo alishindwa kufanya kazi hii, huyu hapa hatakiwi kushindwa kufanya kazi hii, na nadhani nina uhakika kwamba mlimchagua huyu ili aje atatue changamoto zenu kwa haraka iwezekanavyo. Hapo kweli si kweli? Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio kiongozi wa serikali hii, anataka kusikia wananchi wa Tanzania wanatatuliwa changamoto zao kwa wakati bila kuchelewa. Hayo ni maelekezo aliyotupa sisi, na hii ndio dira ya Chama cha Mapinduzi, kuhakikisha changamoto zote ambazo zimefikia hatua ya kutatuliwa sasa zinatatuliwa. Na hii umeileta hapa mbele kwetu, tutahakikisha inatatuliwa haraka iwezekanavyo.